Tumerejea tena hapa na sasa ni habari za michezo na burudani. Mimi ni Nelson Munema. Mashindano ya mkuu wa majeshi 2026 CDF Cup yanatarajiwa kuanza kutimua vumbi kesho katika uwanja wa Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam, ambayo itashirikisha kamandi mbalimbali ambazo zitachuana kusaka ufalme na umalikia, huku mgeni rasmi akitarajiwa kuwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa Dr. Reno Simeon Nyasako. Akizungumzia kukamilika kwa maandalizi kuelekea kuanza kwa mashindano hayo, mwenyekiti wa maandalizi ya CDF Cup Brigadier General Said Hamisi Said ameeleza utayari wake, huku akiwataka Watanzania kujitokeza kwa wingi katika uzinduzi wa mashindano, kwani hakuna kiingilio, sambamba na kuitangaza kauli mbiu ya mashindano kwa mwaka huu. Tupo katika maandalizi ya mwisho au rehearsal, na tunaviweka vikundi vyetu vyote viwe sawa kwa ajili ya siku yetu ya kesho, ambayo ndio siku ya ufunguzi wa kombe wa mashindano haya ya mkuu wa majeshi. Kwa hiyo paredi yetu, kutakuwa na paredi kama vilivyoonyesha sasa hivi. Vikundi mbalimbali vitaingia, lakini na kutakuwa na burudani mbalimbali. Mgeni wetu rasmi atakuwa Mheshimiwa Waziri wetu wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Mheshimiwa Daktari Reno Nyasako. Tunawaalika wananchi wote kuja kuhudhuria katika mashindano yetu. Mashindano yote itakuwa hakutakuwa na kiingilio. Kauli mbiu yetu safari hii katika ni amani, umoja na mshikamano kwa Nikodem Arajiga, Channel 10 Michezo. Chama cha mpira wa kikapu mkoa wa Dar es Salaam BD kimesaini kandarasi ya kampuni ya BetPower Tanzania ya kuendesha ligi ya mpira wa kikapu Dar es Salaam kupitia kampeni yake ya Lockers Room Bonus ili kukuza na kuinua mchezo huo. Akizungumza mara baada ya kusaini kandarasi hiyo kugawa vifaa, mwenyekiti wa chama cha mpira wa kikapu mkoa wa Dar es Salaam ameeleza itakavyosaidia kuongeza ushindani, huku wadau wakifurahishwa na hatua hiyo. Ujio wa BetPower mwaka jana na mwaka huu kuendelea umevutia wadau wengi mbalimbali kuja kuwekeza katika mchezo huu wa basketball, hususan ligi yetu ya Dar es Salaam. Lakini nichukue nafasi hii kwa wadau wengine kuja kuwekeza katika mchezo huu wa basketball. As we renew this partnership, BetPower will invest an estimated 588.9 million shillings throughout the 2026 season through direct player rewards. More importantly, we will continue investing in the people who make Tanzanian basketball what it is. Imesaidia direct na indirect kwa sababu mechi kama imemalizika na timu yako imeshinda, coach unapata pesa na wachezaji wanapata ile pesa. Kwa hiyo coach inaongeza nguvu ya kufundisha, ina maana utaongeza ile muda wa kufundisha, pia utaongeza elimu kwa sababu unapata kipato, ni rahisi kufanya hata hizo kozi. Hivi kila mchezaji anatia nguvu uwanjani pamoja na mazoezi. Niseme tunaanza mazoezini kwamba mechi inayofuata lazima nitashinda ili niweze kupata locker room bonus. Bondia John Patrice ameahidi ushindi dhidi ya mpinzani wake Hamadi Furahisha kutoka Temeke kuelekea pambano la Masumbi Dar es Salaam Boxing Derby itakalofanyika Julai 24, 2026 katika ukumbi wa Ubungo EACRC jijini Dar es Salaam. Akizungumza mapema hii leo Tegeta kwa ndevu, John Patrick amesema yeye ndio sindano inayoshona makoti safari hii. Hamadi Furahisha ameingia kichaka cha chui, hivyo ushindi lazima kwa wanategeta siku hiyo. Ange unavyojua, lakini ukishafika hapa lazima utapotea. Hamadi Furahisha anachokuambia wewe fanya mazoezi. Zani ajiandae. Tunamng'ata, unachezea chui wewe, tunaua, tunachinja. John Patrick kajiandaa vizuri chini ya kocha Mantumani. Safari hii tunaenda kumpiga KO Hamadi Furahisha, sababu hana KO hata moja hii safari hii. Hamadi Furahisha tunaenda kumpiga KO ya kwanza. Sisi tumejiandaa, anaenda kapigwa KO, inakuja yenyewe KO. Kwa hiyo maandalizi yetu ni mazuri. Timu ya Yanga imepeleka kombe la ligi kuu Tanzania bara katika viwanja vya Sabasaba ili kutoa nafasi ya mashabiki wa Dar es Salaam Young Africa ambao wanatembelea maonyesho hayo waweze kupiga picha na kombe hilo. Mwanahabari wetu Jimmy Mengele ameandaa taarifa ifuatayo.
Akizungumza na waandishi wa habari, mkurugenzi wa masoko na mawasiliano shirika la bima la taifa NIC Karim Meshak amesema kombe hilo lipo katika banda la NIC na kuwataka wananchi kutembelea banda lao na kupata elimu ya bima na kupiga picha na kombe la ligi kuu Tanzania bara mwaka 2026. Mmeiwakilisha nembo yetu ya shirika la bima la taifa vizuri, kwa sababu tumedhamini kilicho bora na mmetulipa ubora wa kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa karibuni sana, na tunaamini tutaendelea kuwa na ushirikiano mzuri ambao umeendelea kuwepo, kwa sababu tunaona kitu ambacho tunakipata, lakini pia na nyinyi mnaona kitu ambacho mnakipata. Akimwakilisha rais wa Yanga Priva Shayo amesema NSC ni mdhamini wa timu ya Yanga. Kulipokea kombe hilo ni sehemu ya matunda waliovuna kutokana na udhamini wa timu ya Yanga. Si tu kwamba mmeleta pesa, lakini pia mmeleta awareness, kwa sababu kupitia kile ambacho tumekuwa tukikitangaza kwa jamii, wako ambao wamepata elimu, wako ambao wametambua, wako ambao wamewafuata, wako ambao pia wanatarajia kuwafuata. Kwa hiyo ni wasii mashabiki wa Yanga popote pale Tanzania, bima yetu ni moja tu. Kama ilivyo klabu ya taifa, lazima utumie bima ya taifa. Hakuna namna nyingine yoyote. Hakuna sehemu nyingine unapaswa kwenda ukapata huduma bora. Nikiripoti kutoka katika maonyesho ya Sabasaba ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Jimmy Mengele kwa taarifa hiyo, na taarifa yake inatupeleka kwenye habari za michezo kimataifa na msimulizi wetu. Endelea kutimua vumbi kwa hatua ya robo fainali ya kushuhudia mataifa Uingereza na Argentina kufuzu hatua ya nusu fainali na kuungana na Uhispania pamoja na Ufaransa ambao walishatangulia katika hatua hiyo. Timu ya Uingereza imetinga nusu fainali baada ya kuichapa Norway kwa magoli 2-1 baada ya dakika 120, huku mabingwa watetezi Argentina wakiadhibu Uswizi kwa magoli 3-1 baada ya kushuhudia dakika 120 za jasho na damu. Katika hatua ya nusu fainali, Uingereza watacheza na mabingwa watetezi Argentina Julai 15, ikiwa ni kumbukizi ya michuano ya fainali ya mwaka 1986 ambayo ilikuwa maarufu baada ya nguli Diego Maradona kufunga goli kwa mkono, goli maarufu kama goli la mkono wa Mungu. Naam, tumefika tamati ya taarifa yetu ya habari kutoka hapa Channel 10+. Kwa niaba ya wote walioshiriki, Pauline Mvungi pamoja na bibie mkuu wa kaya, mimi naitwa Nelson Munema. Utabiri wa hali ya hewa unafuata. Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tafadhali ungana nami Ramadhani Umari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Hali ya ukavu pamoja na baridi inatarajiwa kuendelea katika maeneo mengi hapa nchini kwa usiku wa leo. Na maeneo nyanda za juu kusini magharibi yanatarajiwa kuwa na hali ya baridi zaidi ukilinganisha na maeneo mengine ya nchi. Na kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 8 katika maeneo ya mkoa wa Njombe, ikifuatiwa na nyuzi joto 9 katika maeneo ya mkoa wa Mbeya. Na kwa siku ya kesho, maeneo machache hususan yanayozunguka Ziwa Victoria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi pamoja na vipindi vya jua. Na maeneo mengine yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na kwa upande wa upepo, tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa maeneo ya Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika, Ziwa Rukwa pamoja na Ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Na mpaka kufikia hapo kutoka Mamlaka ya Hewa hatuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage. Kwaheri.